Mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, amjambo na karibu kufuata taarifa hii ya habari. Kwanza vichwa vya habari zenyewe. Makamu waliwali wa jimbo la Kivu Kusini aliyeteuliwa na AFC M23 alifariki hii siku ya kwanza. Viongozi wa AFC M23 wanasema ya kwamba ilikuwa kifo cha ghafla. Katika mji wa Goma Nyiragongo, familia moja iliuawa na watu wasiojulikana wenye kumiliki silaha huko Kanzana, mji wa Goma katika mtaa wa Nyiragongo. Na kwa habari ya siasa, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, mwezeshaji wa Umoja wa Afrika, alikutana na wanasiasa wa upinzani Moise Katumbi na Mbusa Nyamwisi. Habari kamili. Makamu liwali wa jimbo la Kivu Kusini aliyeteuliwa na AFC M23 Bwana Gashigira Juvenal alifariki hii siku ya kwanza Mei tarehe 12. Taarifa hii ya kifo yake imetangazwa na ofisi ya liwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini. Jimbo la Kivu Kusini linatangaza kifo cha ghafla cha makamu wake liwali ambayo aliyekuwa na husika na mambo ya uchumi. Wakuu viongozi wanatoa mkono wa pole kwa familia na kwa raia, pia na kwa wanachama wa AFC M23. Wanamemba wa familia moja waliuawa wakati wa uvamizi wa watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana huko Kanzana Parusayo, mtaa wa Nyiragongo pembezoni na mji wa Goma. Ripoti naye Faustine Binja. Watu wanaomiliki silaha waliingia kwa nguvu na kusababisha hofu kubwa katika mtaa huo. Operesheni yao ililenga angalau nyumba 4 ambako walipora mali za samani waliozikuta. Katika moja ya nyumba hizo, mkimbizi wa zamani mmoja alipata mkasa mkubwa. Wavamizi walitaka afungue mlango, lakini alipochelewa walivunja mlango kwa nguvu, wakamtosha nje kwa nguvu na kusababisha hofu kubwa katika mtaa huo. Operesheni yao ililenga angalau nyumba 4 ambako walipora mali zote za samani waliozikuta. Katika moja ya nyumba hizo, wavamizi walitaka afungue mlango, lakini alipochelewa walivunja mlango kwa nguvu, wakamtoa nje kwa nguvu na kumpiga risasi hadi kufa. Mke wake ambaye alikuwa mjamzito alifungwa mikono na kuuawa kikatili, kisha mwili wake kuchomwa moto. Baadaye majambazi hao walichoma moto jengo lote, huku watoto wao 2 wakiwa bado ndani. Watoto hao waliungua na kufariki wakiwa hai. Asubuhi iliyofuata, wakaaji walikuta mili iliyochomwa na mabaki ya jengo yaliyoangamia kwa moto. Kwa sasa wakaaji wanaishi kwa hofu, wakijiuliza ni nani aliyehusika na tukio hilo na wakihofia kuwa wao ndio wanaweza kushambuliwa wakati ujao. Tukio hili linaongezeka kwenye msururu wa mashambulizi yanayotokea mara kwa mara katika mtaa huu, ambapo usiku umekuwa wa hofu, uporaji na vifo katika hali ya kutokuwa na usalama. Kama hatua ya kujibu hali hii ya ukosefu wa usalama, vikosi vya usalama vya AFC M23 zilianzisha operesheni za upekuzi mwishoni mwa juma iliyopita katika mji wa Goma. Zaidi ya watu 100 waliotuhumiwa kuhusika na vitendo vya usalama mdogo waliasilishwa kwa vyombo vya habari siku ya Jumamosi tarehe 10 Mei na viongozi wa muungano wa Alliance Fleuve Congo AFC M23. Miongoni mwao mlikuwemo watu wanaozaniwa kuwa waasi wa FDLR, wapiganaji wa makundi za wazalendo pamoja na wajeshi wa Kongo waliokamatwa katika maeneo mbalimbali ya mji. Leo Jumatatu, operesheni hizo zimeendelea katika mtaa wa Mugunga, magharibi mwa mji wa Goma.
Rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, mwezeshaji wa Umoja wa Afrika kwa shida ya Kongo, alikutanana na viongozi wa upinzani Moise Katumbi mjini Bruxelles Jumamosi Mei 10, 2025. Kukutanana kwao kumeonesha hatua mpya katika juhudi zinazolenga suluhisho la kudumu la kisiasa kwa ukosefu wa utulivu unaoendelea mashariki mwa DRC. Moise Katumbi alikuwa naye Mbusa Nyamwisi. You are potentially the richest country in Africa. And that is also part of your problem. Siku ya mwisho ya mkutano ya wanabunge wa Afrika huko Entebbe pa Uganda Mei 11, Vital Kamerhe alitoa wito kwa viongozi wa Afrika kufanya kazi kwa umoja kwa ajili ya amani na utulivu katika bara la Afrika. Alisema pia kuwa DRC na Rwanda ziko katikati ya mazungumzo ya kurejesha uhusiano bora wa kidiplomasia na kuishi pamoja kwa amani. Pia akasema kuwa anasikitika kuona kwamba watu wa Afrika wanasubiri nchi za magharibi ili kuwaletea amani. Mvua mkali ulionyesha katika jioni ya Mei 9 na asubuhi ya Mei 10, 2025 ilisababisha uharibifu mkubwa wa vitu vingi pa Kenyezire katika kijiji cha Bubalede mkoa Mbinga Nord pa Buhavu mtaa wa Kalehe jimbo la Kivu Kusini. Maelezo na Delphin Birimbi. Matokeo ya miporomoko ya udongo kupitia mvua kali ilionyesha jioni ya tariki 9 mpaka asubuhi ya tariki 11 ya hiyo mwezi wa 5 ya mwaka 2025 kwenye sehemu za Kenyezire ni nyumba 11 zilienda na mporomoko ya udongo, nyumba 51, shule Bulungu, kanisa Seka 40 kuharibika na maji, pia shamba nyingi na mimea kuporomoka. Hata kama tunapatikana kwenye ukimbizini kwa sasa, tunaendelea kutoa pole za rambirambi kwa jamaa za ndugu zetu wahanga, tukialika wafadhili kufikiria namna ya kukuja kusaidia hao wahanga, bila kusahau wengine wote ambao nyumba zao ziliwezaka lungula mara 3 Panyabibwe, pia kwenye senta ya Iusi wakiwa bila msaada mpaka leo. Na kwa habari kwa ufupi, siku 100 baada ya kutwala madaraka, liwali wa kijeshi wa Kivu Kaskazini ambaye alishimikwa pa Beni, Meja Jenerali Somo Kakule Evariste aliweka taasisi hizo huko Beni baada ya kuanguka kwa Goma kwa AFC M23. Wanaohusika na habari wake walisema kwamba liwali anajihusisha sana na miradi za maendeleo. Na katika jimbo la Kasai Oriental walipiga kura Jumamosi zidi ya liwali Jean-Paul Mbwebwa Kapo. Huyu ashutumiwa kwa kuiba pesa za umma, ni zaidi ya kiasi pesa dola milioni 3 za jimbo hilo. Ni mwisho wa habari zetu toka Kivu Morning Post TV. Aksanti kwako wewe ambaye uliyetufuata. Kwaheri.